Shalom, shalom wapendo wa Mungu wote mahali mbalimbali mnapopatikana. Ninawasalimu wote na kuwatakia jioni njema tena. Tunaona mchana wote watu kusikika, lakini kuna msemo unaosema kwamba bora kufika nyuma kuliko kuchelewa. Ni mida ya jioni sasa ambao tumepata fursa na wakati kwa ajili ya kuzungumuza neno la Mungu kama jinsi tulivyopangwa na uongozi wa grupe hii. Asante. Kwa hiyo ninawakaribisha wote kwa ajili ya neno la Mungu. Kwanza twende kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa neema yako kubwa. Umetukubali tena kuwa jinsi tulivyo jioni ya leo. Ni neema yako, sio uzuri wetu, sio kwa ajili ya chochote tulichokupa Baba, lakini ni upendo wako ulio zaidi kwa maisha yetu. Kwa ajili ya hii tunasema asante. Muda huu Baba, ninakaribisha Roho yako Mtakatifu ahudumie taifa lako kwenye grupe hii katika jina la Yesu Kristo. Watu wako wakusikie, wasikie sauti yako, wasikie mapenzi yako kutoka madhabahu ya Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, kila roho waovu ninawafilisisha na kuwapiza, wasifanikiwe katika makusudi yao, wasifanikiwe katika malengo yao, na kuhani wao shetani wote washindwe na kuteketezwa chini ya damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Asante Baba, naombea mkutano mzima, wajalie neema na baraka iwe juu yao tele. Roho Mtakatifu awasikilizishe na kuwatafsiria neno kwa ajili ya utukufu na jina lako Yesu Kristo. Amen. Asante sana mpendwa. Mungu ametuletea somo mzuri ambayo tulianza tangu siku ya wiki hii tunamaliza hapa. Ni somo na zungumuza kuhusu vita. Mungu ana mapenzi makubwa kwa ajili ya somo hili. Ndio maana tuliendelea kumsihi Roho Mtakatifu kutuletea tafsiri kwa ajili ya ujumbe huu wa neno lake kuhusu vita. Kwa hiyo siku ya kwanza hii ya juma tena tunalazimika kuendelesha hii somo na kuizamilia kwa undani kabisa, ili kwamba kila anayeitwa na Mungu ajui anatakiwa kufanya nini na Mungu alimuita kufanya nini. Haleluya. Ndugu mpendwa, ningependa kujulisha kwamba Mungu anatutengeneza kuwa jeshi lake linaloonekana hapa chini ya jua. Maana Mungu ana majeshi aina mbili. Aina ya kwanza ni majeshi wasioonekana, ambao ni jeshi la mbinguni, ni jeshi la malaika akina Mikaeli na kundi lake, jeshi lile. Lakini jeshi la pili ni jeshi linaloonekana, ndio sisi tulioitwa kwa jina lake Yesu na tukatengenezwa kwa masilahi ya kufanya vita hapa chini ya jua. Kwa hiyo tukasema kwamba tafsiri mzuri ya Mkristo ni askari, ni mwanajeshi. Kama uko askari na uko mwanajeshi, yani moja kwa moja unatakiwa kujua kwamba unaalikwa kufanya vita
Haleluya. Unaitwa kufanywa vita, na hivi vita tunatakiwa kuvipigana na kuvishinda kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tukasema kwamba ni lazima tuhubiri pia kuhusu vita. Hatutahubiri siku zote kuhusu kubarikiwa na kwenda Ulaya, kuuza gari na kujenga nyumba, lakini acha tukufundishe pia kuhusu vita. Vita nayo ni mzuri na unatakiwa kuijua na kuielewa. Unatakiwa kuifundishwa namna gani uipambane, maana hakuna baraka bila vita, hakuna kuinuliwa bila vita, hakuna kuendelea pasipo vita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukasema kwamba vita tunailinganisha sawa na kiungo fulani kwenye mwili wetu. Yaani hakuna jinsi tuishi bila kufanya vita. Sio kwamba kila vita inatokana na shetani, na sio shetani mwanzilishi wa vita, lakini vita mwanzilishi wa vita ni Mungu peke yake. Na kila ambacho Mungu amekifanya, yani ni kizuri, si kibaya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya kukubaliana kwamba sisi ni maaskari wa Mungu, maaskari wa Yesu Kristo, napenda kukuambia kwamba Mungu anaweza kukuandalia baraka. Mungu anaweza kukutengenezea baraka, anakutengenezea kuinuliwa. Lakini usidanganyike kwamba Mungu anaweza kukuondolea vita. Napenda kusema nini? Ni kweli kwamba Mungu anatutakia maisha mema kila siku. Mungu anatutakia maisha ya baraka kila siku. Lakini vile vile Mungu anatutakia maisha ya vita. Kwa kufikia baraka ambazo Mungu amekuandalia, kuna vita ambayo unatakiwa kuifanya ili kufikia mibaraka wala kuinuliwa na Mungu. Nitakuelewesha kwamba Israeli ni taifa la Mungu, na Mungu aliwaahidi tangu zamani kwamba kuna nchi waliopewa tangu Ibrahimu, ambao ni nchi ya Kanaani. Lakini ona cha ajabu, baada ya kuanza safari kwenda katika nchi ambayo Israeli walipewa na Mungu, Mungu hakuwaondolea bahari katika njia. Mungu hakuwaruhusu wapite katika njia ambayo iliyo rahisi ya kutembea siku chache na wafiki. Mungu hakuondoa Amaleki. Mungu hakuondoa jangwa. Mungu hakuondoa Yordani. Lakini walitembea katika kusudi la Mungu. Walitembea katika njia ya Mungu. Na ile njia ya Mungu ndio mulikuwa vita zote ambazo Israeli walivipigana kwa kufikia nchi ya ahadi. Ninaposoma hizi andiko, ninagundua kwamba kumbi Mungu anaandaliaka mtu baraka, lakini Mungu kamwe hawezi ondoa vita katika njia ya kuifikia hiyo mibaraka. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa tuko pamoja, punga mkono kwanza kwa utukufu wa Mungu mahali ulipo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuna tofauti sisi
na taifa la Mungu Israeli. Hatuna tofauti kabisa, kwa sababu Mungu aliyemtuma Musa kwenda kuokoa Israeli, yule Mungu aliacha vikwazo ambavyo Musa akutana navyo kwa Farao. Mungu hakuviondoa kabisa. Musa kuleta nyoka, Farao analeta manyoka. Hiyo ni aina ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe Mkristo wa kudeka, Mkristo wa kukimbia vita, Mkristo wa kuwa naomba Baba uniepushie vita. Hapo utakuwa uyakomaa kabisa katika makusudi ambayo Mungu alikuita kufanya. Haleluya. Kwa ajili ya hii tukazungumuza kwamba tuna vita siku zote. Uombe sana, ufunge sana, vita iko pale pale, haitoke mbele yako. Vita inasubiri uipambane na uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Mungu anajua kwamba katika vita ndimo mna ushuhuda wako, na katika ushuhuda wako ndimo mna utukufu wake Mungu. Haleluya. Na vita hivi, vita yote ile tulisema kwamba ina kusudi zake. Kusudi mojawapo ya vita, tulienda ona kusudi mojawapo ya vita inatuletea kwamba inatuletea uhakikisho. Tujijue kama ndani yetu tuna vitu vya samani. Tuna vitu vya samani ndani yetu. Ni vitu gani hivyo? Kuna msemo unasema hivi: mti usiokuwa na matunda huwa haupigwi mawe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kuna baadhi ya watu waliotutangulia katika imani walianza sibire vita, bado wangali wachanga, hawajakuwa na akili ya kufahamu lolote katika ulimwengu huu. Lakini kitu kilicho ndani yao kinawasababishia vita, pasipo kujali uchanga wao, pasipo kujali bado huyo mtoto angali katika mimba. Vita inaanza. Kwa hiyo hii vita havilenge mtu atakayezaliwa, lakini vinalenga kitu kilicho ndani ya huyo mtu atakayezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaenda kuzungumuza kwamba vita ni njia pekee ya kuinuliwa. Vita ni njia pekee ya kubarikiwa. Usitazamii kubarikiwa, usitazamii kuinuliwa kwamba utapitia njia nyingine isipokuwa ya kufanya vita. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu unayenisikiliza jioni ya leo, neno hili Mungu amelituma kwako ili kwamba tulitendee kazi, ili kwamba tujue kujipanga vilivyo kwenye mapambano siku zote za maisha yetu ya utumishi ambayo Mungu ametuita. Asante sana. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Baba, nabariki mkutano wako na kila anayenisikia kwa jioni ya leo. Natuma neno lako kwa taifa lako, na wewe Mungu uwe nyuma neno lako, kwa maana unaheshimu neno kuliko jina lako. Ubariki watu wako na kuwafundisha zaidi kuliko mimi, katika jina la Yesu Kristo. Ponya walio wagonjwa miongoni mwetu katika kikundi hili. Nabariki kamati ya grupe hili, nabariki viongozi na watu wanaohusika na programu ya kupanga hizi jitihada. Yesu wabariki na kuwazidishia hekima tele
katika jina la Yesu Kristo. Bwana nakushukuru. Amen.